Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Hamas wamemchagua Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wao mkuu. Unajua, toka kifo cha Yahya Sinwar, Hamas hawakuwa wamechagua kiongozi. Alikuwepo Khalil al-Hayya ambaye alikuwa akishikilia kwa muda hiyo nafasi, lakini hakuwa official kama ndiyo kiongozi. Sasa katika uchaguzi ambao waliufanya kama siri, lakini baadaye wakaja na matokeo, japo kulikuwa kuna taarifa, mimi niliziona taarifa zilianza kuzungumza kuhusu kuwa kuna uchaguzi wanafanya, na wao walikuwa wanasema it's not official news, yani hazikuwa habari rasmi. Mpaka hivi walivyokuja kuzitoa, inaonekana kuwa mchakato huu ulikuwa ni kati ya Khalil al-Hayya na Khalid Mashal. Mashal mnamkumbuka, mnamfahamu, amewahi kuiongoza Hamas kipindi cha nyuma wakati Hamas ikiwa kwenye mwelekeo wa Saudi Arabia. Unajua Hamas walikuwa ni watoto wa Saudia. Saudia alikuwa akiwapa usaidizi, alikuwa akiwapa kila kitu kabla hawajashifti kwenda upande wa pili wakageukia upande wa Irani. Kwa nini waliondoka upande wa Saudi Arabia? Nadhani niliwahi kuligusia kidogo hili swala. Baada ya kugundua kuwa walichokuwa wanakipinga kwa PLO ndio hicho wanachoingizwa wao kwenye nafasi ya pili. Sinaeleweka. Wakati wa makubaliano ya mfano makubaliano ya Oslo mwaka 93 ambayo yalikwenda mara mbili na 95, wakati wa hayo makubaliano ya Oslo, PLO ilikuwa chini ya kina Yasser Arafat, ndio walikuwa na nguvu, sio Hamas. Hamas hawakuwa na nguvu. Ilikuwa ni harakati na vuguvugu la upinzani ambao walikuwa hawana nguvu yani walikuwa na ushawishi wa kisiasa na vitu vingine, lakini walikuwa hawana nguvu za kijeshi. Sasa ndani ya Israeli kulikuwa kuna genge kubwa ambalo lilipinga mazungumzo ya mwaka 93. Genge kubwa la Wazayuni, kwa sababu katika yale makubaliano ndio yalikuwa yanaenda kutoa suluhu, ile two state solution, mataifa mawili yakae upande, kila mmoja akae upande wake. Kwa hiyo Yitzhak Rabin alikuwa na upinzani mkubwa sana ndani ya Israel dhidi ya Wazayuni ambao walikuwa hawataki uwepo wa taifa linaitwa Palestina. Mpaka leo waliomuua Rabin hawajawajibishwa kwa namna yoyote vile. Maana yake waliomuua Rabin ni hawa sasa walioshika serikali ya sasa. Wengi wao walihusishwa katika kashfa ya kifo cha Yitzhak Rabin. Hawa kina Bazalel, hawa kina Itamar, hawa kina Netanyahu, wengi walihusishwa katika kifo cha Yitzhak Rabin cha mwaka 90 na ngapi. Yitzhak Rabin baada ya kusaini makubaliano ya mwaka 95 aliuawa, ilikuwa 90 na ilikuwa ni hiyo. Rabin aliuawa 95 hiyo baada ya kusaini makubaliano ya pili yale ya Camp David. Alivyosaini yale ya pili ndio aliuawa mwezi Novemba. Yitzhak Rabin aliuawa kwa kupigwa risasi. Ni mauaji ambayo yalikonektiwa moja kwa moja na kile kilichotokea katika makubaliano ya Oslo. Sasa ndani ya Israeli wapinzani wa hilo walichukia kwa nini Rabin ameingia kwenye hili swala. Yani kwa nini Rabin amefikia makubaliano ambayo Marekani aliyasimamia chini ya Bill Clinton. Lakini ndani ya Palestina, PLO ambao walikuwa na silaha wakakubaliana na uamuzi wa makaratasi. Unaona mchezo unaochezwa kati ya Irani na Marekani hivi sasa. Kwa nini Irani anawasumbua? Unajua kwenye ile listi wanasema kuwa Israel ilikuwa na listi ya nchi karibu 8 kuwa hizi nchi ni lazima tuzivuruge, kuanzia juu Afghanistani kuja Iraki, Syria, Libya. Yani walikuwa wamechora mstari na viongozi wamechora baada ya huyu baada ya huyu. Sasa hesabu yao ngumu kabisa walioichora na ikavurugika kabisa, walimwacha adui mwenye nguvu wakati huo hakuwa na nguvu. Wakati huo hakuwa na nguvu ya kiwango hicho, wakamweka Irani mwisho.
inawezekana ni moja ya kosa ambalo huwa wanalijutia sana, kama kile ambacho huwa ninakizungumza kukuambia kuwa Irani anajuta sana kusimamisha 12 days war, ile vita ya siku 12 na Israeli. Alijuta sana, kwani tulisimamisha vita kwa sababu adui tulikuwa tunaenda kummaliza kabisa. Alikuwa hajajipanga vyovyote vile, alianzisha vurugu akiamini kuwa ana uwezo, lakini tulikuwa tunaenda kummaliza kabisa. Kwa hiyo kuna hiyo mistake walifanya Irani. Ndicho ambacho mchoro uliochorwa kwa kuzimaliza hizi nchi ukachora mchoro kuwa Irani tumfanye wa mwisho, na hiyo ndio lilikuwa kosa jengine. Unaweza kusema kuwa hili ni kosa ambalo walilichora bila wao kujua. Lakini hivi unaweza ukaniambia nini wakati wa Saddam Hussein unayemjua wewe? Wale waliokuwa zamani kidogo mnalikumbuka hili swala. Sisi wakati vita ya Ghuba inapigwa ile ya Iraq na Kuwait pamoja na wazungu na Saddam Hussein, ile vita ya Gulf yenyewe, acha hii iliyokuja kumuondoa Saddam Hussein 2003, ile vita ya miaka ya 90, wakati maarufu ilionekana wakati huo makombora ya Scud yaliyokuwa yakitumiwa na Saddam Hussein ilikuwa maarufu. Scud ikawa kitu maarufu. Scud magari mengi yakawa yanaandikwa Scud nyuma. Ilikuwa ni aina ya makombora ya Kisovieti ambayo alikuwa akiyatumia Saddam Hussein. Hivi hebu ichukue Iraq ya Saddam Hussein, halafu ifananishe na Irani ya wakati huo. Hata wewe ungepiga hesabu ya vile vile waliopiga wao. Irani haikuwa tishio hivyo kuzidi Iraq. Kwa hiyo waliona waanze na wale wenye mapembe, ndio wakaanza Iraki, wakaenda huku, wakafanya hivi, wakafanya, yani huo mtiririko unaweza kusema kuwa ndio ulisababisha hivi vitu vitokee kwenda moja kwa moja huku. Aliwahi kunisimulia siku moja mzee wangu, ananiambia hivi, unajua nguvu ya Irani ilipotoka, kwa sababu ukichukua mwaka 88 vita ile, Saddam Hussein alikuwa na nguvu. Saddam Hussein alikuwa anaipiga Irani anapojisikia, lakini Irani wakapigana mpaka Saddam Hussein alivyokuja kugundua kuwa mimi nimeingizwa kwenye mchezo ambao kiuhalisia unafaidisha wengine. Inasemekana kwa jinsi alivyokuwa akinisimulia, ananiambia hivi, hatua za mwisho kabisa ya uvamizi wa 2003 za Iraq wakati huo 2003, mzee wangu Nasor Rahbi alikuwa akinihadithia, ananiambia hatua hizi zilivyofika mwisho kabisa kuwa utawala wa Saddam Hussein utaenda na maji, na Saddam Hussein akaona kuwa hakuwa na njia ya kujikinga ya kuwadhibiti hawa upande wa pili wa magharibi, alihamisha project kamili. Sio, unaelewa? Unajua project ya nuclear kwa Iraki ndio ilikuwa kubwa zaidi, kwa sababu Iraki walikuwa na fedha, Iraki walikuwa na kila kitu, walikuwa na science, walikuwa na kila kitu. Inatajwa jinsi alivyokuwa ananiambia zilihamishwa hazina kubwa nyingi, zikiwemo mali nyingi, silaha nyingi kutoka Iraki zilipelekwa Irani, wakiwemo wataalamu wakubwa wa science walihamishwa, waliokuwa wa Saddam Hussein, waliokuwa wanawasumbua wazungu, aliwahamisha wote akawapeleka Irani, akawakabidhi Irani, akawaambia jamani, nawapa kila kitu hiki, endelezeni, msiishie hapo, msiache Palestina. Nadhani katika vitu aliwahi kuniambia, akaniambia hivyo kuwa hii ndio message ambayo Irani walipewa na Iraq, na ndio maana unaona kuwa toka kusambaratika Saddam Hussein hakujawahi kuwa na matatizo kati ya Iran na Iraq, kuwa jopo kubwa na silaha nyingi alizokuwa nazo Saddam Hussein alizisukumia Irani, wanasayansi wataalamu aliwahamishia Irani. Kwa hiyo akampa michoro mingi na siri nyingi, na akamweleza vitu vingi ambavyo walikuwa anajua hila za wazungu zinafikia wapi, kwa sababu Saddam Hussein alikuwa rafiki yao kwa miaka zaidi ya 8 wakati anapigana na Irani. Kwa hiyo siri nyingi akazipeleka Irani. Ndio hapo ikaisha. Sasa hesabu, yani unafanya hesabu juu ya hesabu, tunaanza huyu. Wakati wanamchinja Libya, wakati wanamchinja Iraq, wakati wanaishughulikia Yemen, wakati wanaishughulikia Afghanistan, wakati wanashughulikia Syria, wakati wanashughulikia kote limekuwa ni somo darasa la Irani dhidi ya ulimwengu wa magharibi. Ndio maana unaona last week kuna lile andiko ambalo aliliandika Donald Trump kwenye mtandao wake wa Truth Social, akisema kuwa
Yareti Irani wangekubaliana na Marekani, wakaacha kumiliki silaha, wakaacha kuwa wanafadhili wa magenge yao, wakaacha nini, Marekani ingeufungua uchumi wa Irani, ikawapa uchumi mzuri, raia wangeishi vizuri na kila kitu. Aliandika vile. Ulisikia Arakchi alichomjibu? Akamwambia, pelekeni kwanza Libya, pelekeni Iraq na pelekeni Syria. Huko kote mliwaahidi hayo, nini mlichowapa leo? Wana nini cha kujivunia? Kwa hiyo hawa walianza kuwasoma muda mrefu, yani waliwasoma na kuwasoma muda mrefu kuwa hawa ni watu wa aina gani. Matokeo yake sasa Irani akapata somo zito kutoka unajua ile hadithi ya ustadhi nani Othman Maalim, anakuambia wale wanyama walikuwa simba, paa na mwingine wametoka kuinda kitoweo, halafu akaitwa mmoja akaambiwa hebu gawa hapa. Yule paa, sikumbuki vizuri, lakini anasema yule paa alivyokuwa anagawa akaona nyama nzuri, akasema alikuwa sijui ana mbweha sijui nini, mbweha alikuwa anagawa akajiwekea vitu vizuri, yeye paa atamla yeye, sijui nini digidigi, sijui swala atamfanya yeye, kila kitu. Simba akaona wewe unajifanya una akili eti. Basi Simba akapiga yule mbweha, mbwa mwitu nadhani ilikuwa, akampiga kichwa chake kikaruka huko. Kwa hiyo yule alivyokuja kupewa idhini na Simba, tena sikumbuki vizuri hii hadithi, nadhani mnaikumbuka, alivyokuja kupewa idhini kuwa hebu gawa vizuri kwenye uadilifu, akaamua vile vyote, yani kuwa swala utamla mchana, usiku utamla huyu na huyu utamla huyu. Ndio Simba anamuuliza mwisho, umewezaje kuwa mwadilifu? Ugawaji wako wa uadilifu umejifunza wapi? Anasema nilijifunza wakati kichwa cha mbweha kinaruka, yani wakati kichwa kile cha mbweha kimepigwa na simba kinaruka, anasema pale ndio nilipojifunza. Kwa hiyo Irani alijifunza wakati vichwa vinaruka vya wengine, akajifunza kuwa hawa jinsi ya kuishi nao lazima uishi nao katika staili fulani. Sasa narudi nilipoanzia. Khalil al-Hayya amechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa Hamas, kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Yahya Sinwar. Yahya Sinwar alichukua nafasi ambayo alidumu nayo kwa muda kidogo baada ya kifo cha Ismail Haniya, mwanadiplomasia mkubwa ambaye kifo chake kilisikitisha watu wengi sana. Uhalifu uliovuka mstari. Aliuawa na Israeli. Yahya Sinwar akauawa kule Rafah mwezi Oktoba. Ilikuwa Oktoba 17 mwaka 2024. Kwa hiyo toka wakati huo Hamas walikaa muda mrefu kutokuwa na kiongozi. Khalil al-Hayya anachaguliwa tena kuwa kiongozi. Jamani, kuna wakati vyombo vya habari mfano vya Israeli kwenye kifo cha mfano Mohamed Dif alikuwa mmoja wa viongozi wa ngazi za juu wa Hamas. Jinsi walivyomzungumza kwenye kifo chake, wakasema wamemkuta na mamilioni ya dola akiwa amehifadhi. Lengo ni kuweka taswira tofauti kwenye umma. Wakati Yahya Sinwar yuko Gaza, kuna vyombo vya habari vya Israel vilizunguka vikasema kuwa ni mtu ambaye anatembea na mabaibui, anajificha, haonekani, anatembea na mabaibui, amekimbia, kila kitu ilivyokuwa ndio walivyotangaza. Mpaka wakawa kichora katuni anaonekana kama Yahya akiwa amevaa zile abaya zile za wanawake, anatembea amejificha. Kifo chake kikaja kikathibitisha amefia kwenye uwanja wa mapambano akipambana, tofauti na kauli ya kuwa alikuwa akitembea akijificha, yani kuwa kwenda huku. Sasa wakati unasema Mohamed Dif amekufa na mamilioni ya hela, niliwahi kuambia hivi, hawa viongozi wa Hamas kama wangechagua maisha mengine, kama wangechagua maisha ya Waarabu 20% wanaoishi Israeli, wale wote asili ni wa Palestina, wao waliamua kuchagua maisha ya kuwa wa Israeli. Kwani unafikiri na Yahya Sinwar walishindwa? Unadhani wamepewa ofa ngapi? Unajua ukimchukua Yahya Sinwar, Ismail Haniya, Mohamed Dif na hao ndio walikuwa in charge wa Gaza, yani eneo lenye watu milioni 2, wao ndio walikuwa top leaders, yani wao ndio viongozi wa ngazi juu. Kwa hiyo wao walikuwa wanaweza kuidhinisha tu hii fedha iende wapi, Kwani walikuwa wanashindwa kugaiana milioni 5 dola, nenda Miami ukanunue jengo huko ukae uishi ule bata kama wengine kule? Wanaamua kuchagua maisha ya mapambano. Jamani, hii roho
sio kila mtu anayo hii roho. Hapa kuna wale walioniuliza swala la Gaza vipi, na wale wao mnanitumia message. Jamani, Gaza tulituma mwezi wa 5. Nikawaambia kwa siku za kawaida huwa tunachukua miezi mpaka 3 ndio tunafanya tena. Kwa hiyo mwezi ujao wa 8 inshallah mwishoni tutafanya tena hilo swala, kwa sababu tutakuwa tumefikisha miezi 3 kwa ajili ya kuwatumia. Sitolitangaza sana, lakini nimekujulisha kwa sasa. Kwa hiyo kama wewe ni katika wale watu ambao huwa wananitumia message, bana nataka unikumbushe, na kukumbusha kuwa mwezi wa 8 litakuwepo hili swala. Tutafanya kama vile huwa tunafanya, kwa sababu tutakuwa tayari tumepisha miezi 3. Kwa hiyo angalau tumejaribu kukusanya tunachoweza, na tutakisendi kule. Narudi kwenye kile ninachokuambia kuwa kuchagua kuwa kiongozi wa Hamas ni sawasawa na kuchagua kifo chako. Nani yuko tayari kufanya hili? Droni iliyopiga nyumba ya Netanyahu ilimfanya atembee kama panya. Anajificha kwenye mahandaki, hataki kuhudhuria kokote, hataki kuonekana kokote kwa droni. Khalil al-Haya amezika watoto. Mtoto wake wa mwisho anaitwa Azam, nadhani alizikwa mwezi Mei mwaka huu. Azam, acha yule aliyeuawa katika shambulizi lililotokea kule Doha, Qatar. Mnakumbuka mashambulizi yale yalifanyika baada ya Israeli kuwalenga viongozi wa Hamas, ambao kijana wake yule Hammam aliuawa. Alikuwa anaitwa Hamman, kijana wake. Nafikiri aliuawa yule kijana wake wakati Israeli wamejaribu. Yes, alikuwa anaitwa Hammam. Mwaka 2014 katika uvamizi wa Israeli kule Gaza, watu hadithi wanazitengeneza. Leo hii ukiuliza matatizo ya Israeli na Palestina au Israeli na Gaza, wanakuanzishia tu Oktoba 7. Hadithi haikuanzia Oktoba 7. Hadithi ipo miaka na miaka. Uhalifu wa Israeli upo miaka na miaka. Mwaka 2014 Israeli ilifanya ground invasion kama hii ya kuvamia. Walianzisha vita kubwa. Aliuawa mtoto aliuawa mtoto mkubwa wa Khalil al-Haya, alikuwa anaitwa Osama, akiwa yeye pamoja na mke wake na watoto wake 3 waliuawa pamoja. Hivi unaweza kuichukua nafasi ya Khalil al-Haya? Nimekutajia watoto wangapi? Osama aliuawa 2014. Mtoto wake Hammam akauawa 2025 pale Doha. Juzi Mei kauawa mtoto wake Azam akiwa pale Gaza. Kazika familia na familia amezizika. Yani mwaka 2007 mfano, shambulio la Israeli lililenga nyumba yake kwenye kitongoji cha Shujaia kule Gaza na kuwaua jamaa zake kadhaa. Yani maisha yake, moyo wake umejaa makovu yasiyopona. Lakini kwa nini anakubali kwenda kushikilia kiti cha moto? Kwa sababu kwenda kushikilia lile tawi, kwenda kushikilia kuwa mimi nitakuwa kiongozi wa Hamas, ni sawasawa umeenda kusaini kifo chako. Kwa sababu inafahamika kabisa ndani ya Israeli atamuua kiongozi wa Hamas bila kuwajibishwa katika sehemu yoyote. Halafu unaona wanaume wawili wanasimama wanachukua nafasi kuwa nichagueni mimi ni waongoze. Kuna Khalid Mashal, halafu unamwona Khalil al-Haya, nichague mimi. Hiyo nafasi unayo wewe? Hiyo roho ipo? Leo hii hawa watu wenye maamuzi ya kushika mafedha yote haya wanaweza kuamua kuchagua maisha ya starehe kama wengine tulivyochagua, tukaenda duniani tukaishi kwa ufahari, tukanunua majengo mazuri, tukakaa tukala bata kama wengine, tukafarijika, tukafanya nini. Wametoka kote wakaenda kuchagua kusudi lao. Maisha ya kusudi ni maisha mengine kabisa. Kwa hiyo wao wamechagua maisha yao mengine. Khalil al-Haya, kiongozi mpya wa Hamas. Msemaji wa jeshi la Yemen, Yahya Sari, ametangaza leo kuwa wamefunga. Hii taarifa ngoja nikusomee kidogo inachokisema. Inasema hivi, hii taarifa inasema hivi, imechapishwa, inasema msemaji Brigadia Yahya Sari anasema hivi: marufuku ya usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia imeanza kutumika mara moja. Vikosi vya jeshi la Yemen vimetangaza marufuku ya haraka ya usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia
Msemaji wa jeshi la Brigedia Jenerali Yahya Saree alisema Jumatatu. Vikosi hivyo vilisema hatua hiyo ilikuja kutokana na kizuizi na uchokozi unaoendelea dhidi ya Yemen, na kuongeza kuwa uongozi wa nchi hiyo haukuwa na njia nyingine ila kuchukua hatua. Saree alielezea kwamba Saudi Arabia imeendelea na kizuizi chake kisicho cha haki dhidi ya watu wa Yemen kwa karibu miaka 12 kupitia kizuizi cha bandari, viwanja vya ndege pamoja na nchi kavu na baharini na angani, pamoja na kulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Hii, kulingana na Yahya Saree, imewapa wa Yemen haki ya kukabiliana na hatua hizo kwa njia zinazopatikana. Alitangaza kwamba uamuzi huo ulifuatia wito uliotolewa wakati wa maandamano ya onyo na uhamasishaji Ijumaa na watu milioni, pamoja na mikusanyiko ya kikabila na mikutano iliyofanyika kote nchini humo. Jeshi la Yemen linatangaza kupiga marufuku usambazaji wa baharini na adui mhalifu wa Saudi Arabia chini ya mlinganyo wa vizuizi kwa ajili ya kuzuia. Uamuzi huu utaanza kutumika mara moja tu baada ya kutolewa taarifa hii, alisisitiza Saree. Aliongeza kuwa tunathibitisha haki yetu ya watu wetu wakuu kukabiliana na vizuizi kwa vikwazo na ongezeko la kina na kudumisha migawanyiko. Afisa huyo wa Yemen pia alisema walikuwa wamejiandaa kikamilifu kwa matukio yote yanayowezekana, na akaonya dhidi ya ongezeko zaidi. Wakati Irani wamefunga wakati Irani wamefunga Hormuz, Saudi Arabia alibaki unajua katika zile nchi ambazo zinatumia sana Hormuz: Iraki, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE. Hawa wanatumia sana njia ya Hormuz kusafirisha mafuta. Saudi Arabia alikuwa akisafirisha zaidi ya 35% ya mafuta yake yalikuwa yanapita Hormuz. Baada ya mgogoro huu hapa, Saudi Arabia akawa akitumia zaidi pipeline yake ile ya Dammam Yanbu. Kwa hiyo alikuwa akitumia Yanbu kusafirisha kwa pipeline mafuta ambayo yalikuwa yanakutana kule kwenye bahari ya pili. Saudi Arabia yeye alichofaidika kwenye huu mgogoro, au unaweza kusema kuwa yeye kupata nafuu ya huu mgogoro, yeye anamiliki bahari mbili. Hii bahari ya Kiarabu ambayo ilikuwa ina Hormuz wanaifikia, lakini walikuwa wanaifikia bahari ya pili, bahari Nyekundu, ambayo bahari Nyekundu ina connect kutokea Misri juu na inatokea chini upande wa Yemen, Bab el-Mandeb. Kwa hiyo Saudi Arabia alikuwa akitumia kusafirisha mafuta kupitia Yanbu, Dammam, inapita Red Sea, bahari Nyekundu. Kama yanakwenda India, kama yanakwenda China, kama yanakwenda nchi nyingi za Asia, yatapita Yemen yatiririke. Kama yanakwenda Ulaya na nchi nyingi za Europe huko, Spain, sijui wapi, basi yatapita juu Misri, yaingia Mediterranean. Ndio alichokuwa anatumia Saudi Arabia. Sasa tangazo la Yemen kusema kuwa haturuhusu tena vyombo vya majini vya Saudi Arabia na angani kupita, maana yake kuwa wanatangaza rasmi kuwa wamefunga njia ya Bab el-Mandeb kwa Saudi Arabia. Maana yake nchi za Asia haziwezi kupata mafuta na mtiririko kutoka Saudi Arabia. Kwa hiyo njia pekee iliyobaki ya Saudia ni kuuza mafuta yake Ulaya, apeleke Ulaya mafuta yake. Sasa hawa waliopo Asia, China, India, Malaysia, Singapore na wapi, na nchi nyingi za Kiarabu ndio zinapouzia mafuta. Hayaendi Marekani, wala ni nchi hapo wanauziana wao kwa wao. Sema masoko yote yanaendeshwa kwa dola na Marekani anafaidika kupitia haya masoko. Sasa kwa sababu haya mafuta kama yanataka kwenda hapo na njia mbadala, sijui lita utanunua bei gani. Manake ni lazima upitishie juu kule kwetu, pita Gibraltar kule, pita Morocco, umzunguke Mauritania, unakuja mpaka kwenye pembe huku nchi za Guinea huku Western Africa, unatiririka po Angola, unapita pembezoni kule mwa Kongo, unatiririka huko mpaka unakuja kwenye pembe ya Afrika mwisho kabisa kule South Africa. Halafu sasa ndio unaanza kuja kuitafuta kati ya Msumbiji na Afrika Mashariki. Unazunguka kuja kupita kwetu huku. Mara huyo unaitafuta pwani ya Somalia pembeni huko, maji ya kimataifa. Unaizunguka Yemen, unapita huko kwenye maji ya kimataifa, ndio una connect kuelekea sasa huko Asia nyingine. Utauza bei gani hayo mafuta? Yatauzwa kiasi gani? Huu ni mgogoro ndani ya mgogoro. Tangazo la Yemen kesho litatupa majibu ya bei ya mafuta. Yaani kesho kwa hili tangazo, kwa sababu tayari mamilioni ya mafuta hayatofika kwenye masoko makubwa. Demand inakuwa kubwa zaidi, yani uhitaji unaongezeka.
tutarajie kuwa bei ya mafuta itabadilika si muda mrefu. Yani kesho bei ya mafuta itakuwa tofauti, inapanda zaidi. Na haya ndio mafanikio tunaweza kuita katika operation zinazofanywa na CENTCOM na kile kinachofanywa na Marekani kuwa Mashariki ya Kati kwa usaidizi na ulinzi wa nchi za Kiarabu na kile anachozifundisha. Hii ndio faida ambayo inapatikana. Rahby Digital, haki na ukweli.